Mapya yamezidi kuibuka zaidi baada ya msanii Zuchu kuweza kutoka na kuwataja wale watu ambao yeye anaamini kwa namna moja ama namna nyingine ndio wanaohusika kuhakikisha kwamba anapitia kile ambacho sasa hivi anakipitia. Zuchu amedai kwamba kuna watu zaidi ya watatu kwa mujibu wa yeye ambao ameweza kuwataja, akiamini kabisa kwamba hawa ndio ambao wamekuwa wakimloga na kupelekea hali ya maisha yake pamoja na ndoa yake kuwa kama vile ambavyo sasa hivi tunashuhudia ilivyo. Sasa ni akina nani hawa ambao ameweza kuwataja? Ngoja mimi nikutajia hapa kwenye hii list ambayo kwa mujibu wa yeye ameweza kuitaja, lakini sijui kama alikuwa anataja kwa hasira tu kuonyesha kwamba pengine wamekuwa hawamsupport kwenye mambo yake au vipi, lakini utapata kufahamu hapa list ya watu wote watatu ambao ndio ambao wameonekana kuwataja na kuwakazia sana. Alafu wewe utakuja kuniachia maoni yako kwamba kati ya hawa watu nadhani ni nani hasa ambapo wewe mwenyewe una wasiwasi pia kwamba anaweza kaa anahusika. Lakini kabla sijafikia hatua ya kukutajia hawa watu, mimi ninachokuomba ni wakati wako sasa hivi kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe. Tazama chini ya video hii hapo upande wa kulia hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Wewe ambaye ulikuwa bado hauja-subscribe, ni wakati wako sasa hivi kwa sekunde 2 tu tumia kwa kubonyeza neno subscribe. Baada hapo kitatokea kialama cha kengele, kibonyeze, kisha utachagua chaguo la kwanza kabisa pale, utakuwa umepata notification na video zinazofuata kwa mwenyewe ndio utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuzipata hapa. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Channel pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taarifa zote kuhusiana na mastaa zile ambazo hujaweza kuzipata mahali popote, basi hapo unakuwa unazipata. Kwa hiyo subscribe ili usiweze kukosa taarifa yoyote. Tunafahamu kila ambacho kinaendelea sasa hivi, sakata la Zuchu pamoja na Diamond Platnumz, lakini pia Diamond kuweza kuoa mke wa pili, Make na Zuchu kuonyesha jinsi gani ambavyo wanafurahia mtoto wake kuweza kupata mwanamke mwingine. Mambo ni mengi zaidi na siri zimekuwa nyingi zaidi kiasi kwamba mambo yanaonekana kumdodea sana upande wa Zuchu. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba mpaka sasa hivi ya mambo yamekuwa yakiendelea kisirisiri sana. Yaani kifupi ni ngumu sana kwa watu wengine kujua ambao pengine hawajaamua kufuatilia in deep kujua ni nini ambacho kinaendelea. Lakini kuna mashabiki ambao wanamkubali Zuchu, kuna mashabiki ambao wanamkubali sana Diamond Platnumz, ambao bila shaka wakifahamu vitu kama hivi kidogo inakuwa ni ahueni kwa upande wao, anakuwa anaelewa kitu gani ambacho kinaendelea. Na kama unakumbuka kwenye moja ya video zilizopita niliweza kukwambia kwamba kwa nini wanaficha, sababu nilikuwekea na nikakwambia kwamba sababu kubwa ni kwamba wanajaribu kuficha ile aibu ya kwamba hawa watu, kumbuka, waliweza kufunga ndoa. Kwa hiyo kuna wakati kuweka mambo public kwamba eti wanagombana alafu kiangalia ndoa yenyewe na muda mfupi, ni moja aibu kubwa sana ambayo wao wanaiwazia kwamba inaweza ikaja kutokea. Ndio maana unaona hawataki kabisa kuweka mambo hadharani. Sasa baada ya mambo kuonekana kwamba yamekuwa mazito zaidi, ukiangalia ni kama vile kila mzigo umemweremea Zuchu, kwa sababu kila kinachotokea ni Zuchu. Kila kinachotokea ni Zuchu ndio anaonekana kuwa affected kwa kiasi kikubwa sana. Na kibaya zaidi ni kwamba kati ya watu wengi zaidi ambao wanaonekana kuingilia kati ile swala, wanaonekana kumsupport Zuchu ni wachache sana. Kila mmoja anakuja na kumpongeza Diamond Platnumz, kila mmoja anakuja kusema positively kuhusiana na Diamond, wengine wanakuja kuna kumpongeza pengine mama yake na Diamond Platnumz na vitu kama hivyo, kitu ambacho ni kama vile kimetengeneza tabaka na Zuchu kujiona kama vile ameachwa peke yake. Sasa baada ya hayo yote msanii Zuchu ameamua kuwataja wale wote ambao ni kama vile wamekuwa kimwombea mabaya, wakimroga na kumfanya yeye aweze kupitia katika situation ambayo anaipitia sasa hivi. Kibaya zaidi, mmoja wa watu ambao wameweza kutajwa ndio mmoja wa watu ambao of course watu wameshangazwa kwa kiasi kikubwa sana, wakajaribu kurejelea ile kauli ambayo Zuchu alishaikuambiwa kwamba hana nidhamu kuongea na wakubwa. Sasa sijui hili utalichukuliaje, lakini kwenye hii list huyo ambaye inaonekana ni surprise sana, watu wameonekana kushangazwa sana pamoja na kujiuliza kwamba Zuchu amewaza nini mpaka akamtaja huyo mtu. Huyo nitakutajia mwisho, lakini mmoja ya mtu wa kwanza kabisa ambaye ameweza kutajwa kwenye hii list ni Zari the Boss Lady. Tunafahamu, kama unakumbuka siku za hapo nyuma nilikuletea video kuhusiana na kile alichokuwa amekiandika Zari kupitia Instagram yake kwenye temporary post ambayo ilidumu ndani ya lisani moja na dakika kadhaa tu, then akaja kaifuta. Post hii alikuwa ameandika ujumbe mzito kuelekea kwa Zuchu, ambaye kwa namna moja ama namna nyingine, kwa wewe ambao uliweza kuitazama ile video, utakuwa unafahamu kwamba nilikwambia ujumbe ambao Zari alikuwa ameandika mle ndani kuelekea kwa Zuchu. Lakini kama ulikuwa bado haujaiona ile video, basi kwa faida ya wachache, ngoja niseme kile ambacho Zari alikuwa amekisema mle ndani na kwa nini Zuchu anamuhusisha kwamba Zari ni mbaya wake ama ni mchawi wake. Iko hivi, Zari aliandika kama ifuatavyo, kiufupi tu alisema kwamba mwambieni huyo mwanamke ambaye hana aibu anataka kushindana na mimi ama anataka ugomvi na mimi,
huyo mwanamke aliyekuwa naye mimi nilikuwa naye kabla hajawa na yeye, kwa hiyo naweza nikafanya naye kitu chochote na kwa wakati wowote. Akasema pia kwamba kumbuka, huyo mwanaume ana familia kwangu, kwa hiyo usinitishe na usijione kwamba wewe ndio mwanamke pekee ambaye unaweza kumcontrol huyo mwanaume. Ilikuwa ni maneno ya Zari, na akasema kwamba ukiforce zaidi nitakuja nikufichulie madhaifu yako ambayo mume wako amekuwa akiniambia. Huu ni ulikuwa ujumbe wa Zari pale Instagram, ambapo sio ilifutwa baada ya lisali moja na dakika kadhaa. Nilikuletea video bila shaka na utakuwa uliiona. Sasa baada ya yale kuweza kutokea, Zuchu amekuja kumtuhumu Zari kwamba ni mmoja watu ambao wanamloga. Amesema kwamba Zari hapendi kabisa kumuona yeye akidumu na Diamond Platnumz kwa sababu yeye hakuweza kudumu na Diamond Platnumz kwa muda mrefu zaidi. Ukiachana na huyo, Zuchu amekuja kumtaja mtangazaji Alia ambaye ndio inasemekana mke wa pili wa Diamond Platnumz. Tunafahamu kwa tetesi zilizokuwepo na sakata lililokuwepo ni kuhusiana na Diamond Platnumz kuweza kuongeza mke wa pili ambaye ni Alia huyo. Sasa baada ya hapo maneno yakawa yanazuka, yakawa mengi zaidi, kila mmoja akawa anasema la kwake, huku Zuchu akiwa anaumia zaidi kwa sababu ndiye mhanga aliyekuwa anapitia hiyo situation. Baada ya hayo yote imekuja kuonekana kwamba Zuchu amemtuhumu Alia kwa kumchukulia moja watu ambao walikuwa wanamwombea sana mabaya, na pengine amtumia namna moja ama namna nyingine kumshawishi Diamond Platnumz ili aweze kumwacha yeye na aweze kumoa yeye Alia. Na ikumbuke kwamba Alia ni mwanamke wa kwanza kabisa wa Diamond Platnumz kabla ya Zuchu, ni kiufupi. So kuona Diamond anamuoa Alia leo hii ni kitu ambacho of course tunaweza kusema kwamba tulikuwa tunategemea, kwa sababu tayari alishakuwa kwenye mahusiano. Ni kama vile Zuchu alikuja kwa ameingilia mahusiano, ingawaje hatujui nini hasa ambacho kilitokeaga hapo katikati. Lakini ukiachana na huyo wa mtu wa tatu kabisa ambaye Zuchu ameweza kumtaja na akawaacha watu wengi sana na mishangao, ni mama yake na Diamond Platnumz. Hapa kila mmoja amebaki mdomo wazi kwa sababu wamejiuliza why Zuchu amtaje mama yake mkwe. Anaamini ndoa yake itazidi kuwa salama? Ikumbuke kwamba huyu ni mamake na Diamond Platnumz, kwa hiyo yeye anaweza kaamua kitu ambacho Diamond kweli akaweza kuobey ama akakitii, ili mwisho wa siku sasa mamake na Diamond Platnumz aweze kumkomesha Zuchu. Imagine Zuchu amedai kwamba mamake na Diamond kitendo cha yeye kuweza kufurahia yale yote ambayo mwanae ameweza kuyafanya, kitendo cha Diamond kuweza kuoa mke mwingine, kinaonyesha ni dhahiri kabisa kwamba ni jinsi gani mamake na Diamond Platnumz anahusika sana katika kuhakikisha kwamba Zuchu anateseka, na mwisho wa siku ameweka wazi kwamba kiufupi hafurahi sana na hajapendezwa na hiki ambacho kimeweza kufanywa na mamake na Diamond Platnumz kwa kufurahia mwanae kuweza kumpata mke mwingine. Sasa hao ndio watu watatu ambao Zuchu ameweza kuwataja kwenye hiyo listi. Mpaka sasa hivi tunaona kuna Alia, kuna Zari the Boss Lady pamoja na mamake na Diamond Platnumz. Kila mmoja amebaki na mshangao. Wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na hawa watu? Nadhani Zuchu anaweza kana uhakika juu ya hiki ambacho ameweza kukisema? Tuambie kwenye comment section, au nini maoni yako pia dondosha kwenye comment section, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali. Mpaka next video, bye bye.